Amjambo na karibu kufata habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Kwanza vichwa vya habari. Katibu mkuu wa AFC/M23 Benjamin Mbonipa anasema kuwa harakati hii haina mpango wowote wa kujiondoa katika maeneo inayothibiti. Alisema wakati wa mkutano Lubero kuwa FARDC haina uwezo wa kijeshi wa kuondoa AFC/M23 katika maeneo hayo. Watu 4 wameuawa na wengine 6 kujeruhiwa katika mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na ADF huko Mangina katika wilaya ya Beni. Majeuri wamepelekwa katika vituo vya afya. Hujambo. Katibu mkuu wa AFC/M23 Benjamin Mbonipa anasema kuwa harakati hii haina mpango wowote wa kujiondoa katika maeneo inayothibiti. Anasema kuwa jeshi la Kongo halina uwezo wa kurudisha maeneo hayo, na anaongeza kuwa matumizi ya FDLR, drone na askari wa nje hayatabadilisha hali ya nguvu uwanjani. Alisema haya wakati wa mkutano na wananchi katika eneo la Grand Nord ya mkoa wa Kaskazini Kivu. Sous son contrôle. Wakati sisi tunarudi nyuma, ndio muliona hapa habari ya KPC nafasi nyingine na Lunyasenge na wapi. Wakati tunafanya hatua moja nyuma, wao jinsi hawana nguvu, wanaprofita na kuja haraka haraka, wanafika wanakaba pale. Na wanaimba, wanafanya kelele, wote tunakamata. Ijapokuwa ni mapatano tulifanya huko Doha na huko Swiss. Ndio maana muliona hata Uvira tulirudi nyuma. Wakasema nyinyi mulisabote ba Americain. Mulisabote ba Americain, munakamata Uvira na japo ma accord de paix iko na ba Americain ndio wanaisimamia. Murudi nyuma mpaka kilometre 17. Tukakataa, tukarudi nyuma mpaka tukasimamia Sange. Wakasema hapana Sange, murudi tena nyuma, tukarudi nyuma mpaka Mutarule. Sio kusema wao ndio wanaturudisha ama nguvu ya diplomasia. Ni ambayo tulisinye huko Qatar, huko Doha, ya kwamba turudi nyuma nao warudi nyuma, kusudi katikati tutie jeshi interposition itachungana, kusudi kusikue tena mtu atavuka fasi nyingine kuchokoza mwingine. Ndio habari mulisikia, tulitoka KPC, tulitoka Lunyasenge, tukarudi nyuma kidogo, tulitoka kule Uvira na fasi nyingine. Na walikale hivyo, lakini hawana uwezo. Wakati walifanya vile, tuliambia communauté internationale na mediation. Tulipatana sisi wote kurudi nyuma. Kwa nini wao wakati tunarudi nyuma wanaenda wanakamata hiyo eneo yetu? Hatutarudi tena nyuma, kwani wanatudanganya na nyinyi mnapendelea Kinshasa. Tukatosha communique kusema hatutarudi nyuma tena. Wakuje na nguvu gani? Wakuje na ndege, wakuje na drone, hiyo jeshi yao haina uwezo hata moja. Wakileta wa mercenaires wa namna gani wa kutoka nchi mbalimbali, hawana uwezo ya kutosha hii jeshi letu hapa, jeshi lenu. Ndiyo maana hata liwali makamu aliwaambia, muambie watoto wetu wazalendo, wa vijana wetu, wakuje wakitaka kufanya maisha ya kijeshi, wakuje tutawafundisha vizuri, jeshi nzuri, na watakuwa jeshi ya nchi. Depuis la libération des Kamandi par l'AFC M23, les habitants respirent enfin la paix et la sécurité, ont-ils témoigné. Watu wasiopungua 4 wamekufa na 6 kujeruhiwa katika mashambulizi ya watu wenye silaha huko Maninga katika wilaya ya Beni, Kaskazini Kivu, mashariki ya DRC. Kulingana na mwongozi Kakule Vunyatsi, rais wa shirika la raia ya eneo hilo, washambuliaji walivamia maeneo hayo majira ya saa 2 usiku ya Jumanne tarehe 14 Julai mwaka 2026. Risasi nyingi zilisikika katika mitaa ya Home 4 na Kalunga. Majeuri walipelekwa katika kituo cha afya cha Mangina. Mtu aliyejeruhiwa vibaya zaidi alihamishwa haraka kwenda hospitali kuu ya Beni. Ndio, ni kusema sisi wote tulifata murio wa risasi hapa mjini kwa majira ya saa 2 kunako kata Kalunga Ome kwenye presume ADF, yani muhuni wa ADF alipata kuingia na ameua watu 4 na kuumiza
watu 6 na hawa watu wenye wameumia wengine wanakuwa kwenye Centre de Santé de Reference Mangina na wengine wamepata kupelekwa kwenye matibabu huko kwenye vile ya Beni. Na tunawaza kama hii yenye muhuni ametuonesha ni kusema kama vyombo ya usalama upate kuona namna gani kufaa juu chini ili wapate kukua juu kuma strateji ya kupiga huyu muhuni hapa mjini hata pembeni ya Mangina, sababu anatutatiza. Na kwa hiyo tunaomba pia mchango wa rahia ili ipate kuleta mahabari mbalimbali kuhusu kuona kama huyu muhuni anaonekana popote kwenye ataonekana, na walete habari ili hivi vyombo vya usalama upate kupiga huyu muhuni ili asipate kuendelea kututatiza hapa kwetu na pembeni ya mji wa Mangina. Takribani wafanyakazi 10 wa afya wanaoshughulika na mpambano dhidi ya Ebola walifanya maandamano Jumatano tarehe 15 Julai mwaka 2026 katika mji wa Bunia, mkuu wa mkoa wa Ituri. Wafanyakazi hawa waliokasirika walifanya sit-in mbele ya hospitali kuu ya Bunia wakidai malipo ya mishahara tangu mwanzo wa mlipuko wa ugonjwa. Baadaye walitawanywa na polisi. Contrôle des infections PCI et la zone de santé de Bunia. Nous sommes engagés dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Nous accomplissions nos missions dans des conditions exigeantes afin de protéger la population. Selon les informations dont nous disposons, le processus de paiement aurait été clôturé alors que plusieurs prestataires PCI n'ont reçu aucune rémunération pour près de 2 mois de travail. Cette situation soulève des interrogations sur la prise en compte de nos listes de paie et sur le respect des engagements pris. Cette situation affecte le moral des équipes, compromet la continuité des activités et a conduit les prestataires concernés à observer un mouvement de grève pacifique jusqu'à la résolution de leurs préoccupations. Nos revendications: vérification transparente des listes de paie et de paiement, paiement intégral des véritables prestataires PCI, égalité de traitement et respect des engagements, enquête sur toute irrégularité éventuelle, dialogue avec les représentants des partenaires. Nous sollicitons l'implication des autorités afin qu'une solution rapide, juste et durable soit trouvée. Nous restons disponibles à reprendre pleinement nos activités dès le rétablissement de nos droits, nos fonctions et signatures des prestataires PCI. Katika mji wa Kamituga, wilaya ya Mwenga, Kivu Kusini, kuna tahadhari ya afya baada ya kuonekana kwa visa vya kuharisha na kutapika katika kitongoji cha Kele. Kulingana na shirika ya raia, watu 14 wameathirika na watu 2, mwanamume na mwanamke, wamefariki. Kutokana na hali hii, viongozi wa jamii wanaomba wananchi kuzingatia usafi ili kuepuka kuenea kwa ugonjwa, na wanaiomba shirika ya kibinadamu kutoa msaada wa haraka katika eneo la afya la Kamituga.
Tusikilize ushuhuda wa Mkamba Muyengolaki, rais wa shirika ya raia ya Kamituga. Kamituga leo siku ya pili tariki 14 mwezi wa 7 mwaka 2026 tunakuwa na alert yenye tunapenda tutolee ya kuonesha kama kunakuwa magonjwa ya kipindupindu yani kolera yenye imejitokeza, na kwa sasa ndani ya hospitali yetu hapa Kamituga hospitali kuu tunakuwa tukiorozesha zaidi ya watu 14 wenyewe wanakamatiwa na ile ugonjwa wa kipindupindu yani kolera, na kati ya wale 14 wawili wamekwisha kutoweka yani kufariki, moja mama na moja baba. Ni kusema tunatoa mwito kwa wakaaji wote kwa kujikinga, wako wananawa mikono na wanajiepusha, wanakamata distance ya mingi, hasa zaidi kunawa mikono na kuheshimu manorme hygienique, waheshimu manorme hygienique. Kwa warele communautaire tungewasi kufanya masensibilisation kama kawaida kwa kusaidia population yetu isikuye kuleta maafa kadhaa, kwani malali hiyo ya kipindupindu inaua kwa kweli. Kwa wakuu wa mjini wa Kamituga, wa mji wa Kamituga, wa teritwari ya Mwenga, ikiwezekana kuangalia namuna ya kurahisisha wanaohusika na afya yani matunzo matibabu, kuangalia namuna wanaweza kutoa ombi yani plaidoyer kwa gisi tupate couloir humanitaire, kwani dawa haiko ndani ya mjini, na itasaidia ile couloir humanitaire kupata msaada ya kukimbilia watu wasikae wakamalizike, kwani hiyo ni epidemi ya mauaji, inaua kwa kweli. Ni kwa hiyo tulikuwa natoa mwito kwa gouvernement kujua namna gani wanaweza venir en aide non seulement vile ya Kamituga na territoire mzima, kwani peripherie njo iko nayo ilianzia hako pembeni Mushabunda na kwa leo inaingia sa Kamituga. Hadi sasa population iko expose. Wakati wa kujiandaa na usafirishaji wa kwanza wa lithium kutoka Manono, gavana wa Tanganyika alifanya ziara ya kazi Lubumbashi katika mkoa wa Haut-Katanga kukutana na mwenzake Martin Kazembishula. Lengo ni kujadili njia ya kusimamia na kuzitumia vizuri rasilimali za madini. Hatua hii inalenga kujifunza toka Haut-Katanga ili kuandaa uchimbaji wa lithium Manono na kufanya chanzo cha maendeleo, ajira ya ukuaji wa uchumi kwa wananchi wa Tanganyika. Il faudra noter que la province du Tanganyika va bientôt exporter les lithium, parce que Manono Lithium a fini la construction de cet édifice qui est l'usine de concentré, de transformation de matière brute en concentré de lithium, et que ce produit sont déjà au port et on va bientôt assister à l'exportation. Et donc la mise en place, c'est vrai que c'est régi par la loi, le code minier, le règlement minier, ainsi que les arrêtés également interministériels. Mais dans la pratique, nous avons voulu échanger l'expérience avec la province du Haut-Katanga qui a plusieurs fois et avec plus d'expérience, beaucoup d'années, exporté cette matière-là. Donc je parle de concentré. Et donc la réglementation elle est là, quand bien même que le cuivre et le cobalt, c'est pas une même classification, mais au niveau de lithium, il y a une nouvelle classification avec l'arrêté récemment publié. Et donc nous avons apprécié l'accueil du gouverneur Kazembe qui nous a accueillis et nos équipes également ont eu de séances de travail qui ont permis à ce que nous puissions avoir une clarté sur l'ensemble de tout ce qui entoure le processus d'exportation de ce minerai. Donc nous revenons pour mettre en pratique ce qu'on avait déjà commencé et pouvoir
joindre l'utile à l'agréable, donc pour permettre à ce que la province du Tanganyika exporte pour la première fois le lithium. Ça sera la première fois dans la République démocratique du Congo qu'on va exporter le lithium. L'exportation, oui, mais la première fois le lithium au Tanganyika. Ben écoutez, on est habitué, on est vacciné, on est toujours objet de ce genre de communication. Mais faites attention aux communications de radio des 1000 collines. Les communicateurs du M23 n'ont pas baissé le bras. Ils continuent à rêver. Vous les laissez rêver. La population est calme dans le Tanganyika et nous faisons confiance à la République ainsi qu'au FRDC et tous nos services de sécurité. D'ailleurs, nous disons que cette situation qui ne fait que perdurer suite à la guerre nous imposée injustement par le Rwanda et ce supplétif du M23 va bientôt terminer. Et je l'avais dit, ici au Tanganyika, ce n'est pas la place du M23, ce n'est pas la place de Rwandais. Ici au Tanganyika, ils ne vont pas arriver. Et donc, nous disons aussi à ces gens-là qui envoient des émissaires et des infiltrés, nous avons toutes les informations et nous allons les traquer. Donc ils n'ont qu'à commencer à fuir maintenant. Nous avons toutes ces informations. On va le traquer et ils doivent faire attention. Le Tanganyika, ce n'est pas un paillasson du M23 ni du Rwanda pour venir blaguer ici. Donc nous avons toutes les informations et les services de sécurité que vous voyez ici ne dorment pas et nous allons continuer à faire le travail de la même manière que nous le faisons et nous sommes en train de fouiller de fond en comble tout ce qu'il y a comme entrée au niveau de nos frontières et donc le Tanganyika ce n'est pas un paillasson pour le Rwanda. Donc le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mécanisme qu'il met en place, les dispositifs que nous avons ici dans le Tanganyika, personne ne peut blaguer pour s'approcher du Tanganyika. Waziri wa nchi anayeshughulikia mambo ya kijamii Eve Bazaiba alitembelea maeneo la Fondation Marie Antoinette lililo katika barabara ya kwanza Limete ili kuangalia hali ya mali inayodaiwa kuporwa. Ziara hii ni sehemu ya hatua za serikali za kulinda na kuhifadhi mali za umma za sekta ya mambo ya kijamii wakati mamlaka zikitangaza kuimarisha mapambano dhidi ya uporaji na uvamizi. La Fondation Marie-Antoinette, qui est un établissement public de l'État, est sous ma tutelle. Il s'est fait que ce patrimoine de la Fondation est spolié. C'est tout à fait normal que je vienne voir quelle est la situation. Parce que l'État est dans une démarche actuellement de lutter contre la spoliation de tous ces patrimoines. Il y a d'abord une procédure judiciaire qui était engagée contre les spoliateurs. Je suis consterné, je suis vraiment affligé de trouver que des compatriotes, certains compatriotes n'ont pas froid aux yeux de venir spolier les biens de l'État. Même si on a besoin d'une concession, on a besoin d'un fonds, je pense qu'il faut faire en sorte que vous soyez dans les droits. Parce que la plupart de ceux qui ont acquis, si je dis bien la plupart, sont des hommes et des femmes d'État. Mais ce qui est vrai, quels que soient les bâtisses qui sont érigées ici, quel que soit ce qui est en train de se programmer ici, ils doivent savoir que la législation foncière est claire. Qui construit chez autrui, construit pour autrui. Mwisho habari ya leo kwenye Kivu Morning Post TV. Asante mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane siku ijayo. Kwaheri.